kama vile tulivyosema kwamba usiku unaendelea na mchana umekaribia, na usiku umeendelea na mchana umekaribia. Ndiyo, wakati usiku unaendelea, kumbuka ndani ya kitabu cha Yohane sura yake ya 5 sura ya kwanza ukishuka pale chini mstari wa 4 pale chini, maandiko nasema, na nuru iliangaa katika giza, lakini giza halikuishinda. Ni kusema kwamba unaweza kuwa katika usiku unapoendelea, magumu yanapoendelea. Unajua matendo ya usiku ni matendo ya giza, na matendo ya giza ni matendo ya ibilishi. Na wakati matendo ya ibilishi inapotendeka katika giza, ni ile wakati inaumba vilio, inaumba kulia, inaumba kuhuzunika, inaumba kuteseka, inaumba kujuta. Ndo maana maandiko yanasema ndani ya kitabu cha Yohane sura yake ya 14 mstari wake ya 15, nasema, kama mtanipenda mtashika amri zangu. Lazima tumpende Mungu aliyetupenda akatoa uzima wake wa pekee. Kitabu ambacho ni cha Mezali sura yake ya 8 mstari wake wa 17 nasema hivi, ninawapenda wanaonipenda, na wale wanaonipenda wakinitafuta kwa bidii watanipata, maana zawadi yangu iko nzuri kuliko fedha ama dhahabu. Kwa hiyo ndugu mpendwa, sio wakati wa kulala, maana maandiko nasema upendo haumzuru jirani wa mtu. Kwa hiyo upendo ni ukamilifu wa sheria. Upendo ni ukamilifu wa sheria. Sheria anasema mtaishika amri zangu, na amri ambayo Mungu alileta, ambayo Kristo alituambia, alisema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa dhamiri yako yote, kwa matendo yako yote, na kwa nguvu yako yote, na kwa mapato yako. Mpende Bwana Mungu, kuwa na ishara za upendo kwa Mungu. Kwa hiyo sije kusema kwamba unasema kose. Maandiko nasema hivi 11 ya kitabu cha Warumi 13 nasema hivi 11, kwa sababu ya hili mnajua wakati kwamba tayari ni wakati wa kutoka katika usingizi. Wakati huu sio wakati wa kulala. Kama unajua kutenda mema uitende, kwa sababu wakati huu mnajua wakati. Kama unajua nyakati tulizo nazo ni nyakati za siku za mwisho. Bwana Yesu anakuja kulichukua kanisa lake. Na kama ulikuwa haukujua kutenda mema, maandiko nasema kitabu cha Yakobo, ukijua kutenda mema na huitende, kwako ni dhambi. Kwa hiyo ndugu mpendo, unaweza ukafanya dhambi na haukuzini, na haukuiba, na haukusengenya, haukuua, lakini unafanya dhambi kwa kutokutenda mema. Kwa hiyo usibaki katika usingizi, maana anayekuja anakuja wala hata kawia. Ametuambia atarudi, haseme bongo wala kudanganyika. Anakuja kuchukua walio wake, na we lazima uwe miongoni mwao. Ndio maandiko naendelea kutuambia kwamba mnajua wakati kila mtu kuna wakati wa wokovu, wakati kwamba tayari wakati wa kutoka katika usingizi, kwa kuwa wokovu wetu umekaribia zaidi ya wakati ule tulioamini kwanza. Lazima utoke katika usingizi. Usingizi haitakusaidia na kitu. Usingizi itakukosesha mbinguni. Usingizi itakukosesha raha. Usingizi itakukosesha kila kitu. Mhubiri mmoja akasema kitanda kinaweza kuwa kitamu na kizuri kwa kulalia, lakini kila unapolala siku moja katika kitanda unaunda miaka 1000 ya umaskini. Lakini kitanda ukione kama adui, afadhali kulala kwenye kiti dakika 5 ukikomboa muda. Hapa alikuwa anazungumzia
kwa mfano ya maisha ya dunia ambao watu wanaamuka wakitoka katika vitanda usingizini wakitafuta maisha. Ungekuwa laiti kama mtu ambaye anakesha ili kwamba aamuke na kutafuta fedha. Na Mungu naye anataka watu wakeshe ili wamtafute uso wake, ili kwamba aendelee kupambazuka katika maisha yao. Ndio maana maandiko nasema komboa muda, maana ujue siku wala saa, ndani ya kitabu cha Mathayo. Ndio maandiko natuambia ukweli hapa kwamba wakati wa wokovu wetu unakaribia. Wakati mwingine wokovu inaweza kukuja kwako, lakini uko katika usingizi wa kiroho. Wengi wanalala katika usingizi. Wengi wanasahau kama nyakati tulizo nazo nyakati ya Roho Mtakatifu. Wakati tuko ndani ni wakati wa Roho Mtakatifu. Ile wakati Mungu alivyoumba mbingu na dunia, aliumba mbingu na dunia kama Baba muumbaji. Hapa kafika kwa wakati alikuja kama Yesu. Yesu alikuwa anakafanyika mwana, akaonekana wokovu kwetu. Maandiko nasema kwamba kawa wokovu, na hapa alipokuonekana kuwa wokovu, alafu ni wakati Mungu anaonekana kama Roho, kusudi upate kusikiwa maombi yako. Elewa kipindi kia Mungu kipindi kia Mungu gani tuko ndani. Wakati alipoumba mbingu na dunia ni Mungu Baba muumbaji. Alipokuja Yesu Kristo ni Mungu Mwana Emanuele, Mungu pamoja na binadamu, kuwaokoa kutoka zambi. Lakini kipindi hiki tulicho nacho ni kipindi kia Mungu Roho Mtakatifu, ambapo Mungu anatumika katika kipindi kia tatu. Hiki ni kile kipindi kia Roho Mtakatifu, na usipoelewa kwamba tuko wakati wa Mungu iko ndani ya Roho. Na maandiko nasema ndani ya kitabu ambacho ni kitabu kia Yohane sura yake ya 4, ikasema kwamba sasa muda unakuja, na muda ule uko sai, wakati Mungu anatafuta waabudu wa kweli, watakao mwabudu katika roho na kweli. Na ndo maana wakati alipoambia mitume, enendeni mkaufanye mataifa kwa wanafunzi, muwabatize kwa jina la Baba. Ninamaanisha kwamba muwazamishe ndani ya Baba, wamwelewe Mungu katika Mungu, kwa sababu maandiko nasema Mungu ni yeye yule jana, leo, kesho na hata milele. Kwa hiyo waelewe Mungu aliyetenda, aliyeumba mbingu na dunia, aliyekuwa Baba kwetu, alionekana kwetu, ambao kipindi hiki alishimama kama Baba. Wakati alipotuumbia sisi tulikuwa kama watoto, na yeye ni Baba akiweza kuangalia kazi aliyotupatia na upendo wake ambao alikuwa nao kabla hajaumba ulimwengu. Alikuwa ni Baba kwetu, na ndo alionekana Baba. Wakati alikuwa Baba, mtu wote hakumtambua kama Baba. Alimtambua kama Mungu, Bwana, Mfalme, na lakini hawakumtambua kama Baba. Lakini Kristo alipokuja, akakuja kututambulisha kwamba Mungu aliyeumba mbingu na dunia ni yeye ni Baba. Ni kusema kipindi kia Baba ndo hiki. Wakati unapomwomba mwambie Baba, na tabaki Baba milele. Lakini sasa kipindi tuko ndani, kwa hiyo wakati ni Mwana anafanya kazi na Baba iko katika kazi. Na ndio maana kama wanafunzi walivyoweza kumuuliza awaoneshe Baba, aliweza kuambia mpaka wakati gani nitakaa pamoja nanyi hamtaweza kunijua, maana Baba ni ndani yangu na mimi ni ndani ya Baba. Amuonaye mimi amemwona Baba. Kwa hiyo Baba alikuja ile siku akafanyika mwana na akaonekana kwetu. Ndio maana maandiko nasema kwa jina la Baba na la Mwana. Kubatiza ni kuzamisha. Kuzamisha ni kusema watu waingie katika mafundisho kumjua Baba, kisha wamjue Mwana. Wakishamjua Mwana, kisha watamjua Roho, na ndio Roho Mtakatifu. Kipindi ile nyakati zote ni nyakati tatu, na ndio maandiko nasema mkijua wakati tulioamini. Imani ilikuwa ni demonstration ya vitu ambavyo hatuone, na ilikuwa ni uhakika ya mambo ambayo tunatarajia.
So ni Musa alizungumuza mambo ambayo tunataka. Ndio maana Abraham anaitwa baba wa imani, na ile ilikuwa ni wakati wa agano la kale. Kwa hiyo huku agano jipya tunakuja kupata maana wale walioamini waliotutangulia, na baadhi ya wengi walikufa bila kuona ile waliokuwa natarajia. Lakini mtarajiwa ambao sisi generation ya leo tulimkutana, tunaona kazi aliyotenda, na alifika akafanya ile kazi ambaye aliahidi, ilikuwa ni utimilifu wa Roho Mtakatifu. Sasa sisi tuko na ishi ahadi. Wakati agano la kale walipewa ahadi, wakaendelea katika kungojea ile ahadi ikatimilika, ikaonekana, na sisi ikatimilikia kwetu. Kwa hiyo tunaishi katika wokovu ambao tuliweza kuahidiwa kupitia mababu na mababu zetu. Kipindi tulicho nacho elewa kama ni kipindi cha nyakati za siku za mwisho, na ndio maana maandiko nasema ya kwamba Yoheli akasema, katika siku za mwisho nitamwanga roho yangu juu ya watu wote, wa vijana wenyu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto, watumishi wangu wanaume na wanawake watatabiri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ilishafika, kipindi tuko ndani. Toka ile wakati Mungu aliambia wanafunzi waende wangojee Yerusalema mpaka watakapopokea nguvu ya Roho Mtakatifu, na haya yote yameziditishwa na tayari wamefanywa kuwa wanafunzi, wamekuwa mashuhuda. Kwa hiyo kipindi elewa tulicho nacho, kipindi ni Mungu ndani ya Roho, na Mungu Roho iko invisible God, haonekane, hawezi kuonekana. Lazima upate kuwa kiroho kusudi upate kukutana na Mungu Roho. Elewa Mungu ni nani, na Mungu gani utakayemuomba sana na utamtafuta sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio kipindi tulicho ndani, kipindi cha Roho. Ndio maana maandiko nasema kwamba alizungumzia kwamba lazima watu waabudu katika roho na kweli. Kweli ni neno la Mungu, na maandiko nasema kitabu cha Yohane sura yake ya 8 mstari wake wa 32 ama 13, mtaijua kweli na kweli itaweka ninyi huru. Mtakapojua ufunuo wa neno la Mungu, na lili neno litawaweka ninyi huru. Mungu ni yule yule, hajabadilika. Mungu ni mmoja, sio watatu. Mungu ni yule, na yule Mungu ni Yesu Kristo wa Nazarete, ambaye aliyekuja kwetu, ambaye atakayekuja, ambaye kunafanya kupitia Roho. Na ndio maana hangeweza kutawala watu isipokuwa ataweza kuzikwa. Lazima kufe na azikwe kisha fufuke. Ni kama vile mbegu inapandwa peke yake kama mbegu ya maragi, lakini itakapotoka, inapomea, inatoka na maragi nyingi. Kwa hiyo Mungu ambao ni Yesu Kristo alionekana duniani, akakuwa Mungu pamoja nasi. Emmanuel ni yeye yule ambaye ni Mungu tunayetarajia, ni yeye yule ambaye ni Baba, ni yeye yule ambaye ni Roho, ni yeye yule ambaye iko nafanya kazi mpaka sasa. Mungu akubariki sana. Maandiko nasema sasa ni wakati wa kuamka, na mimi napenda uamke. Reveillez-vous, shimama katika usingizi. Akasema usiku unaendelea na mchana umekaribia. Tuweke pembeni matendo ya giza. Tuweke pembeni matendo ya giza. Tuweke pembeni matendo ya giza. Mchana unakuja na usiku unaendelea. Wakati usiku uko naendelea, mchana unakuja. Wokovu unakaribia. Wokovu unakaribia. Wakati wokovu unakuja, hakutakuwa kulia tena, hakutakuwa kuomboleza tena, hakutakuwa uchungu. Itakuwa ni wokovu. Utakombolewa toka mauti. Ile umauti utakuwa umekimbia. Ule umauti utafunga mikeka. Ule umauti unafunga mrako. Kwanza sai
kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti. Wokovu wako unakuja, wokovu wa jamaa yako inakuja, wokovu ya familia yako inakuja, wokovu yako inakuja. Wokovu ni kutoka ndani ya mauti kuingia ndani ya uzima. Wokovu ni kutoka ndani ya kupotea kupatikana. Wokovu ni kutoka ndani ya giza munuru. Ndio anatuambia kwamba tuvue matendo ya giza. Kila mara mambo ya giza inakuwa ni matendo. Matendo ya giza ni nini? Matendo ya giza ni yale matendo mabaya. Uwaji, uzinzi. Hauyaonaka mzinzi, leo ndo tukunaona wazinzi wanafanyia uzinzi inji. Mzinzi wote wanafanyaka vitu vya siri, ndio giza. Wamwizi wanaibaka kwa siri, ndio giza. Wauaji wanauaka mtu kwa siri, ndio giza. Na tendo la mauaji ni ile kuua hata mtu anakutendea mabaya na kusema mabaya, ni muuaji. Wala ambao anapana masumu ndio giza. Ndio maandiko nasema ndani ya kitabu kia Yohane sura ya 3 ukishuka mstari 18 kuendelea kule chini, maandiko nasema kwamba watu wanapenda giza kuliko nuru. Hawapendi kukuja kwa nuru ili matendo yao isipate kuamakiwa. Maana hawapendi nuru. Ndio maana mtu mwenye alifanya kwa mfano uzinzi anatoshaka mavazi na anakuwa buchi. Kwa hiyo haiwezi kutokea kwenye kuko tala wakati iko buchi. Na ndio maana mtu akifanya dhambi iko buchi atakataa kwenda kanisani, kwa sababu kule kanisani kuna nuru itamwangazia. Munaona mtu anavaa mavazi, mnafikiria iko navaa mavazi iko uchi, anafichama, hapendi kuonekana kwenye nuru, maana najua nuru itaangazia. Maandiko nasema pale, nasema kwamba hawapendi maneno yao ipate kukemewa, maana katika nuru maneno mabaya yanakemewa, mazuri yanaabudiwa. Tuvue matendo, tuyatupe kando. Wakati ni mchana, lazima mambo ya giza tuyatupe. Yale mambo kuna tenda ya sirisiri, achana nayo. Mambo ya giza achana nayo. Acha mambo ya giza, achana na mambo ya giza. Ni matendo ya giza. Mchana umekucha, usiku unaendelea. Kusema usiku unaendelea ni kusema usiku uko pale, nuru itakapopambazuka, nuru itashinda giza, maana giza haliwezi kishinda nuru. Si kwamba nuru itatosha giza, lakini giza litaendelea kukua. Lakini kuendelea utakapokimbilia kwenye nuru, na nuru itakapopambazuka kwako, ukishavua matendo ya giza. Maana wakati kunatenda matendo ya giza, na giza litakuwa kwako. Bwana asifiwe. Anasema usiku umeendelea na mchana umekaribia. Mchana inatafuta kukaribia, usiku lilia, lakini asubuhi utacheka. Wakati pambazuko inatafuta kupambazuka katika maisha yako, wakati nyumba yako inataka kupambazuka, wakati familia yako inataka kupambazuka, nuru inataka kukuangazia, utaangaza na nyota yako itaangazia taifa lako, na watu wako watafurahi. Maana Bwana anatafuta kukucha. Usiku kukucha ni kusema kuna giza linaweza kukua, lakini wakati mchana itakapokuja, usiku itadisparete. Na wakati ile usiku na disparate ni kusema giza haiwezi ikadumu milele. Magumu haitadumu milele. Kulia haitadumu milele. Lazima atapanguza machozi. Mungu akubariki na akubariki kabisa, na unisikie. Maandiko yanasema na tuweke pembeni matendo ya giza na tuvae silaha za nuru. Lazima tuvae silaha za nuru. Silaha za nuru ziko katika kitabu cha Waefeso sura yake ya 6 ukianza mstari 12, nasema na tukisha kuvaa alafu tushimame. Haiko alafu tulale. Na tukisha kuvaa alafu tushimame. Tuvae silaha ya kweli na haki kama mkaba, ngabo ya imani, haki kwenye kifua. Tuvae viato ya utayari wa Injili,
na upanga wa neno la Mungu. Akatuambia kitabu cha Waefeso sura 6, ukisoma pale utaona silaha za nuru ambao tunapaswa kushimama nazo. Anasema kwa nini matendo ni ya giza haikuitwa silaha, lakini mchana ni silaha. Maneno ya Mungu ni silaha kwetu ya kumpinga shetani, sio silaha ya kupigana na ndugu zetu. Kama leo watumishi wa Mungu wamefanya madhabahu mahali pa vita, kama mwingine alihubiri jana, kesho unakuya kumtukania kwa madhabahu. Kwa hiyo leo tuko na asiste vita ya wachungaji kwenye madhabahu. Hatukwenda kusikiliza neno, ila tuko naangalia ndio vita ya wachungaji. Na sisi kama waumini hatutakubali wachungaji waendelee kupigana kwenye madhabahu, wakati madhabahu, maandiko nasema upendo haumzuru jirani. Upendo ni utimilifu wa sheria. Kama haukutimiza upendo, maana maandiko nasema upendo hauhesabu mabaya, upendo hauhesabu mabaya, upendo inavumilia, upendo inasamehe. Na ile upendo ndio sheria. Utampenda Mungu namna gani na unashindwa kupenda jirani yako? Jirani yako haiko tu mwenye mnajenga naye pamoja, hata jirani wa kanisa. Leo makuhani na makuhani wanafungiana sura na wako naenda ongoza kanisa, na kanisa ile banasema nenda mbinguni kwa Mungu mmoja. Sasa mtakutana mbinguni, mtakuwa nini? Mtakuwa nani na nani wakati nyinyi mko mandugu? Leo kanisa vita na magovi, bishano. Mwingine alishikamata verse, wanatumia Biblia na mashairi ya Biblia kwa kupingana na kupigana. Akitumia shairi anaitumia kwa kupinga mwingine. Haiko tena kufundisha neno la Bwana. Ndugu wapendwa, tuache matendo ya giza, tuvae silaha ya nuru. Maandiko nasema hivi, na tuenende sawa sawa kama katika nuru, si kwa sherehe za uovu au ulevi, na tusienende katika zinaa au tamaa isiyoweza kudhibitiwa, na si katika fitina au wivu, bali tuvae Bwana wetu Yesu Kristo, na tusiweke nafasi kwa ajili ya mwili kwa tamaa zake. Usipatie mwili yako nafasi kubwa. Lakini leo kuliko kumuvaa Kristo, acha Kristo awe mavazi yetu, tumuvae Kristo. Ndio Paulo anasema sio mimi ninaishi, bali Kristo anaishi ndani mwangu. Je, unataka Kristo? Unapaswa kumuvaa. Unataka kumuvaa? Karibu. Kama unataka kumuvaa Kristo, mavazi yako unavaa. Wanapokutazama, je, unavaa Yesu au unavaa uchi? Maandiko nasema tusiweke nafasi kwa ajili ya mwili. Hapana kuweka nafasi juu ya mwili. Wakati gani Yesu alizungusema tuweke nafasi juu ya mwili? Hapana. Tusiweke nafasi juu ya mwili, lakini tumvae nani? Kristo. Anayevaa Kristo anavaa chupi hadharani? Hapana. Anavaa Kristo, anayevaa Kristo anajifanya mwanamke wakati ni mwanaume? Hapana. Anavaa Kristo, je, anajifanya mume wakati ni mwanamke? Hapana. Anayevaa Kristo anaua mwenzake? Hapana. Anayevaa Kristo, kama unamvaa Kristo, hakuna zipu yenye itafunguliwa kwa kufanya uzinzi. Maandiko nasema hapana kwa zina ama kwa ulevi. Bwana sifiwe. Sio masherehe za uovu. Ile mafeti zenye mnaendaka ndani zinakuwa mafeti gani? Isiofaa mafeti zenye saa mnaenda mafeti, mnaenda mnakunywa malefu, mnalewa, mkaenda mafeti, mnaenda mkasengenyana, mafeti za kufanya uzinzi, kulala na wanawake wa watu na wabwana ya watu. Zile mafeti zenye mnaendaka, ile mafete saa wewe gisi unazungumza na wewe sai
uko na organize kwenda kufete, mais hauende kufete ya realite, unaenda ku rendezvous. We mwenyewe sasa uko napanga mpango wa kwenda sijui kwenye sherehe fulani, kwenye meeting fulani, hauko na prepare kwenda ku meeting, lakini uko nenda prepare kwenda ku rendezvous. We mwenyewe sasa uko na mpango kwenda swaji kukilio fasi fulani, hauko naenda kukilio, uko naenda ku rendezvous. We mwenyewe uko napanga kwenda ku retraite fasi fulani, ku retraite fasi ya mulima, hauko naenda ku mulima, uko naenda ku rendezvous. Na rendezvous yenyewe uko naenda ndani ni rendezvous ya mbaya, kufanya dhambi. Matendo ya nuru lazima tuivae, ambayo ni silaha, lakini matendo ya giza isitumike mchana, kwa sababu inastahili kutumika usiku, na inatumika usiku na wanatumika usiku. Matendo ya giza ni shetani. Kwa hiyo sisi tunapaswa kuvaa nuru, matendo ya silaha nuru, kusudi tupambane na ibilisi ambayo kunatumika silaha za nuru. Kipindi tuko ndani ni kipindi kia kujazwa Roho Mtakatifu na kipindi kia maombi. Kila mwenye hapendi maombi leo haiko kutope, mwenye iko napenda maombi iko kutope number 1, kwa sababu ndo kipindi kia Roho Mtakatifu. Na Mungu akubariki na akutendee mema. Uniita Apotre Jean Baptiste na mke wangu ni Janete Masika. Tunawatakia amani na salama. Sasa ni saa 7 za usiku hapa Marekani, na nasema Mungu wetu akubariki. Muda mzuri tunataka kupumzika. Tumetumia neno la Bwana. Pale ni asubuhi kwenye utaipokea. Mahali pale ulipo, Mungu akubariki na kutendea mema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, katika jina la Yesu, na mkabidhi ndugu ambaye anaamua kuacha matendo ya giza na anataka kufuata kila siku. Acha Bwana jinsi amfungua moyo wake kukupokea kwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake. Acha wokovu muendee. Akiwa mgonjwa apokee uponyaji, na akate hatua ya kukufuata siku zote na kuacha matendo ya giza na kuvaa silaha za nuru kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi Mungu akubariki na kutendea mema.